وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضائل صلة الرحم في الدنيا والآخرة، فضيلة زكونغ وكو دنياننا آخرة. تميونا فايدة يا mwanzo أنها تقوي الروابط الأسرية بين الأقارب. Jambo la kutembeleana na kuunga koo linatia nguvu yale mafungamano ya kifamilia baina ya jamaa na ndugu wa karibu. الثاني أنها توسع في الأرزاق وتزيد في الأعمار. Jambo la kuunga koo inamkunjulia mtu riziki, tuwasi'u fil arzaq, la kunjua katika riziki na lazidisha katika umri. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. yule ambaye anayevutiwa, anayefurahishwa kukunjuliwa yeye katika riziki yake na kucheleweshewa katika muda wake wa kufa, basi na aunge ukoo wake. wa ziyadatul umri fil hadith ziyadatun haqiqa, na kuzidishwa umri katika hadithi hii kuzidishwa katika hali ya uhakika. wa hiya binisbati liilmi almuwakkal bilumri, na hii ni kwa mnasaba wa ile ilmu ya yule ambaye alwakilishwa na Allah katika jambo la umri. wa imma ma warada fi qawlihi ta'ala, na ima yale yaliyokuja katika kauli yake Allah. wa amma marada fi qawlihi ta'ala fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, pale ambapo unapokuja muda wake mtu wa kufariki hawacheleweshi, yani muda mdogo, wala hawatangulishi. la yastakhirun, hawezi kuichelewesha ile saa ya kufa kwake mtu, wala yastaqdimun, wala hawa harakizi. fahuwa binisbati liilmi Allah ta'ala, hii kwa mnasaba wa ilmi Allah, yani yule ambaye malaika aliopewa jambo la kusimamia umri, yeye ndo atakayekuwa anazidishiwa na Allah katika umri wa yule ambaye anaunga ukoo wake. Ama kwa upande wa Allah, kishajua fulani mja wangu siku fulani ataunga ukoo wake, itamzidishia umri, kwa hiyo umri wake ni huu mapema. Allah kishalijua hilo. Fayakunu maana alhadith inna at-ta'khira yakunu atharuhu almaktub fi suhuf almalaika, hakika kule kucheleweshwa kwa umri inakuwa athari yake ni katika zile sahifa zilizoandikwa katika sahifa za malaika. wa amma atharuhu المعلوم عند الله فلا تقديم فيه ولا تأخير, ama athari yake yenye kujulikana mbele ya Allah, hii haina kuharakishwa wala kucheleweshwa. Kwa hiyo moja katika mambo yenye kupatikana katika jambo la kuunga ukoo ni mtu kukunjuliwa katika riziki yake. Allah azza wa jalla ndio mwingine anamfanyia mtu wepesi wa riziki kwa sababu ya mwenendo wake wa kuunga koo yake na kuifuatilia, na Allah humzidishia mtu katika umri katika ile iliyopo katika mikono ya malaika, kwa kumzidishia wakati ambao Allah alikuwa anaujua wakati huo katika ilmu yake. wa min fawaidi silati arrahim, na miongoni mwa faida za kuunga ukoo, anna Allah yasilu man wasalaha, Allah anamuunga yule anayeunga ukoo. ay yasiluhu bil khairi war ridha, Allah anamuunga kwa kumpa khairi na kumridhia. wal ma'unatu ala kulli matlubin mahbub, na kumsaidia juu ya kile lenye kutakikana katika nafsi yake na lenye ambalo lenye kupendezwa na nafsi yake. inna Allah yasilu man wasalaha, kwamba Allah anamuunga yule atakayeunga ukoo huo. ay yasiluhu bil khairi war ridha, Allah anamuunga wa khairi na kumridhia. wal mauna ala kulli matlubin mahbub, na pia kumsaidia katika kile analolitaka na analolipenda. imekuja katika sahihi al-Bukhari katika hadithi ya Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: inna ar-rahim, hakika ukoo, shajnatun min ar-rahman, na pia nasomo shijnatun min ar-rahman, ni Mungu, ni kitu ambacho kilichoungana chenye kutoka kwa Allah azza wa jalla, yani ni kitu ambacho kama ni furu'
ambacho ni njia itokayo kwa Allah. Qala Allah, man wasalaka wasaltuhu wa man qata'tuhu. Yule ambaye atakayekuunga wewe basi nami namuunga, na yule atakayekukata nami namkata. Atakayekuunga namuunga, atakayekukata nami Kwa hiyo hii ni katika faida kubwa ya kuunga ukoo. Maana yake ni shijna, ni kitu kilichoungana, kitu ambacho chenye kama ni uruq, mishipa ile iliyoshikana, ni kitu ambacho kilichoungana, kilichoungwa na Allah azza wa jalla. Allah anasema atakayekuunga nami namuunga, atakayekukata nami namkata. Rabi, anna silata arrahim sababun lidukhuli aljanna. Jambo la kuunga ukoo ni sababu ya kuingia peponi. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. kutoka Abi Ayyub al-Ansari anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alijua na mtu akasema, ewe mtume wa Allah, ni khabarishe amal ambayo itaniingiza peponi. Qala al-qaum ma lahu faqala rasulullah arabun ma lahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله. mtume akamuelekeza تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. anataja Abu Ayyub al-Ansari kwamba mtu mmoja alikuja kwa mtume akamwambia, Rasulullah, ni khabarishe amali itakayoniingiza peponi. Faqala al-qaum ma lahu, yani watu wakawa wanasema masahaba, na kitu gani huyo, mbona kaja kaingia kavamia tu katika mazungumzo ya mtume, na wanasema alikuwa ni arabiyun bidui. Faqala Rasul sallam arabun mala, ili tamkul lamana kama tatu kurejea katika shuruhat anazitaja, lakini mtume akawa anasema yani mwacheni na haja yake, au haja yake si kubwa, ni ndogo tu. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. mtume akamwambia muabudu Allah na wala usimshirikishe na chochote, wa tuqimu sala, na usimamishe sala, wa tu'ti zakata, na utoe zaka, wa tasilu rahim, na ungeukoo. Muttafaqun alayhi. Wa kafa bihadha fadlan muraghiban fi silati rahim, na inatosha kuwa hii ni fadla yenye kuraghibisha katika jambo la kuunga ukoo. silatu rahim fiha ta'atu lillahi ta'ala wa tahsilu limardatihi, li'annahu amara bisilati rahim. jambo la kuunga ukoo ndani yake kuna kumtii Allah azza wa jalla na kupatikana radhi zake Allah, kwa kuwa yeye Allah ndiye aliamrisha katika jambo hilo la kuunga ukoo. Kadhalika صلة الرحم فيها زيادة لأجر الواصل في الدنيا وبعد موته، لأن أرحامه يدعون له كما ذكروا صلته لهم. anasema jambo la kuunga ukoo ndani yake kuna kuzidi katika ujira wa yule ambaye mwenye kuunga ukoo duniani na baada ya kufa kwake, kwa sababu wale jamaa zake na watu wake yad'una lahu kama dhakaru silatahu lahum, watakuwa na muombea dua kama ambavyo wanavyokumbuka wale ukoo wake kwa wao. Leo anafanya ihsani, alikuwa anafanya wema, kwa watakuwa na muombea dua, ndugu yetu mashallah alikuwa na khairi na kuunga ukoo na mfano wake. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana ndugu zangu katika jambo la kuunga koo zetu, na kujua kwamba hii ni ibada itokayo kwa Allah azza wa jalla. Na katika kuliendea jambo hili kuna al-asbabul mu'ina ala silati ar-rahim, sababu zenye kusaidia juu ya kuunga ukoo. Ya mwanzo al-ikhlasu fi hadhihi al-ibada, al-ikhlasu fi hadhihi al-ibada, kuitakasa mja nafsi yake katika ibada hii. An takuna as-sila qurba lillahi ta'ala, an takuna as-silatu qurbatan lillahi ta'ala khalisan liwajhihi, iwe ule uungaji mtu wa ukoo na ufanya ni kujikurubisha kwa Allah na kumkusudia Allah peke yake, kuitakasa mtu na jambo la ushirikina, kuitakasa amali yake kwa kutafuta uso wa Allah. Isiwe mtu anaunga ukoo kwa sababu mama yake anamhimiza tu, nafsi yake haipendi, kwa sababu wale wana kitu tu yeye akawa anakihitajia, kwa sababu yule ni waziri, yule ni mbunge, yule ni maarufu na mfano wa hayo. Kwa hiyo alifanya jambo hili kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Kadhalika al-isti'anatu billahi ta'ala wa talabu at-tawfiq minhu wa thabat, pia kutaka msaada kwa Allah
na kumwomba Allah atie taufiki na kumthibitisha katika hilo. Asilianza kisha akalikatisha. Atafakkur fi fadail wa thamarat silati rahim, kufikiria katika zile fadila na matunda kuunga ukoo, wakadhalika awaqib qat'i al-arham, na vile vile mwisho wa jambo la kukata koo. Kadhalika muqabalatu isaati al-aqarib bil ihsan, kukabiliana na ule ubaya unaofanywa na jamaa zake mtu wa karibu, kurejesha yeye kufanya wema. Wa hadha mimma yabqa al-wudd au mimma yubqi al-wudd wal ahd baina al-aqarib, nani katika mambo ambayo yatakayobakisha mapenzi na dhima na ahadi baina jamaa na ndugu wa karibu. Wa yuhawwinu ala al-insani ma yalqahu min jafa'i al-aqarib, na hilo litakuwa linamfanya au ni kitu duni, kitu cha kawaida mwanadamu yale anayoyapata katika ususuwavu wa baadhi ya ndugu zake wa karibu. Fa'an Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qaraba asiluhum wa yaqta'uni, alikuja mtu mmoja kwa mtume wa Allah akamwambia, ya Rasulullah, hakika mimi na jamaa zangu wa karibu na waunga, lakini wao wananikata. Wa usana ilayhim wa yusiuna ilayya, na mimi nawafanyia wema na wapelekea hiki na kile, watoto napeleka, ndugu na salimia, lakini wao wananifanyia ubaya. Wa ahlum anhum wa yajhaluna alayya, na mimi nawafanyia jambo la khairi, mambo mazuri, lakini wao wananipotezea mimi. Qala, mtume anasema, ikiwa mambo yalivyo kama ulivyosema, la in kunta kama taqul, ikiwa wewe upo kama unavyosema, fakaannama tusaffihimul malla, kana kwamba wewe unawalisha arraman, majivu yani ambayo ni ya moto. Ule wema na ihsani ambao unawafanyia. Wala yazalu ma'aka min Allah dhahirun alayhim, na wala hatoacha kwa pamoja na wewe mwenye kukusaidia juu yao, madumta ala dhalika, midamu uko katika hali hiyo. Qala an-Nawawi rahimahullah fi sharhihi, wa huwa tashbih lima yalhaqu min al-alam, nayo ni tashbih ya kile ambacho kinachowakuta katika maumivu. Bima yalhaqu akil ar-ramadi al-harr min al-alam, kwa mfano kile anachokipata yule mwenye kula majivu ambayo ni ya moto kwa yale maumivu. Wala shay'an ala hadha al-muhsin, na wala kuna chochote kwa huyo ambaye mwenye kufanya wema, bali yanaluhum al-ithmu al-azim fi qati'atihi wa idkhalihim al-adha alayhi, bali wao inawapata dhambi kubwa mno katika kukata kwake, kumkata mtu huyu na kule kumuingizia maudhi juu yake. Hii ni kauli katika kauli zilizosemwa. Waqila maanahu innaka bil ihsani ilayhim tuqzihim wa tahqiruhum fi anfusihim, wewe katika kuwafanyia kwako wema ni kama kuwapa fedheha fulani na kuwadogesha katika nafsi zao. Likathrati ihsanika wa qabihu fi'lihim, kwa wingi wa wema wako na ubaya wa matendo yao. Hii ni kauli pia imesemwa. Waqila dhalika alladhi yaquluna min ihsanika kalmal yahriku ahsha'ahum, Allahu a'lam, na pia pakasemwa kile ambacho wanachokila wao katika wema wako ni kama majivu ambayo yenye kuunguza matumbo yao. Wallahu a'lam. Wa mimma yuhsinu fi'luhum 'ala al-aqarib, na katika mambo ambayo yatakikana mtu kuyafanya kwa jamaa zake wa karibu, an yaqbala al-insan a'dharahum idha akhta'u wa'tadharu kama fa'ala Yusuf, ni mtu kukubali nyudhuru zao wanapokosea na wakaomba msamaha kama alivyofanya Yusuf alayhi salatu wassalam. Qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim, hamna tatizo hili, hakuna kujilaumu, basi nimewasamehe, Allah samehe, wa huwa arhamur rahim. Kwa hiyo ndugu yako anapokuja akaomba msamaha, si kibifu kama vile watu wengine wakawa wana uadui kuendelea mpaka kwenye vizazi. Akiomba msamaha basi jambo hata kama amekufanyia nini, midamu ameomba msamaha na yamaliza mambo na kuyajenga katika sura ilikuwa nzuri. Wallahu a'lam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.